kwamba tuna darasa mbalimbali ambazo zinafanyika, kwamba tuna tahfidhi Qur'ani ambazo zinafanyika katika hapa campus ya Benjamin William Mkapa. Katika taasisi hii imeanzishwa chini ya miaka 4-5 takriban iliyopita. Mwanzo ilikuwa bado haijakuwa vizuri kwa sababu ya hamasa ambayo watu hajapata ulimwengu jinsi gani ambavyo, kwa sababu siku zote jambo la khair huwa linakuwa na matata mwandishi tayari. Sasa ndio sasa hivi alhamdulillah tunamshukuru Allah kwamba watu wameshakuwa na mwamko kuweza kushikamana na hii SUZAMSA, kwamba hii SUZAMSA hivi sasa inajumuisha tahfidhi Qur'ani, inatoa vitabu mbalimbali, inahifadhisha pia vile kila Ramadhani. Basi hii SUZAMSA inawajibika kuweza kuweka mashindano ya Qur'ani katika juzuu mbalimbali tofauti. Mwaka jana 2023 tumeweka juzuu kuanzia 1 mpaka 15. Wangapi ambao wazee wangapi ama wale ambao watoto walikuwa hapa walishirikiana kwa pamoja, na pia vile kuweza tukaalika katika vyuo tofauti kuweza kuwaleta wanafunzi tofauti kushindana. Walikuwa wanashikamana basi na kupata hamasa. Wale ambao wengine walikuwa hawajajiunga katika hii SUZAMSA walikuwa hawajui lengo la hii SUZAMSA, lakini pindi tu yalipoletwa ile mashindani ya tahfidhi Qur'ani, basi sote tukapata hamasa. Na hivi sasa kwamba tuna takriban ya wanafunzi zaidi ya 90 ambao wamejiunga katika sekta hii ya SUZAMSA. Hao kwamba tunashikamana kwa pamoja, tunashirikiana, tunafundishana kile ambacho mtu anakijua, basi anamfundisha mwenzake. Na sisi tunatakiwa kwamba tushikamane, kila mmoja kumfundisha mwenzake, kwamba hili sio jukumu tu la kwangu mimi, bali na wewe ambaye yupo unafahamu, kwani Mtume anasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bora wenu ni yule ambaye anajifundisha Qur'ani then akaifundisha. Hapa wa maulama wanatuambia kwamba hii iliyokusudiwa kwamba ni kile ambacho ulichokisoma, then ukishamaliza kukisoma na wewe unakwenda kumfundisha nani? Mwenzako. Tayari ndo hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano kama huu, ama akasema na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi yake